Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Twaha Bakari ambaye alikuwa dereva bodaboda na mkazi wa Mamire wilaya Babati mkoani Manyara amekutwa amefariki dunia huku mwili wake ukiwa ndani ya korongo lenye maji katika kitongoji cha Gwadet kata ya Sigino mkoani Manyara. Mwenyekiti wa kitongoji cha Gwadet Yuda Migire amesema mwili huo uligunduliwa baada ya watu waliokuwa wakichunga mifugo katika eneo hilo kutoa taarifa kwa uongozi wa kijiji. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoani Manyara lilifika eneo la tukio na kuchukua mwili huo wa marehemu kwa ajili ya uchunguzi na taratibu zingine za kisheria. Hii ni ripoti zaidi kutoka Babati Manyara na hii ni Global TV. Yuda Gishinda Migire. Ni mwenyekiti wa kitongoji cha Gwadet hapo. Nilipata hizo taarifa kwa watu wanaichunga ng'ombe huko. Ndio. Kwamba kuna mtu ameonekana kwenye maji yuko uchi. Amevuliwa nguo zote. Tulipofika eneo la tukio, niteremka na baadhi ya vijana hapa tukaenda tukamwangalia. Tukamkuta kweli mtu amelala kwa tumbo yuko ndani ya maji, kwa uso wake hawezi kuonekana kwa muda ule. Tukamwangalia anaonekana tu ni mgongo tu unaonekana kwa juu, ila nguo zingine ziko ndani ya maji, zingine ziko pembeni amezivua pale. Mwangalia nilipofika pale tumemwangalia tukamkuta mtu naona ameshafariki. Kwa maana amefariki ndio ikabidi nitoe taarifa kwa askari kata Sigino na kwa mtendaji wa kata Sigino pamoja na mtendaji wa kijiji cha Dageloi. Baada hapo watoa taarifa kituo cha polisi huko ndio askari akawa amefika. Mmegundua amekaa pale muda gani kwenye maji? Pale kwenye maji. Mtu inavyoonyesha ni maana amekaa muda mrefu ndani ya maji kuanzia usiku kwa mkia leo. Kuanzia usiku. Sawa. Umri wa huyu mtu. Kwa umri pale sasa sijui naweza kumkadiria pale kama miaka 30 na kitu hivi. Okay. Hakuwa na majeraha. Jeraha inaonekana tu kwa mgongoni kama la ile ni mchubuko tu wakati ni kama ni mburuziko fulani, sasa haijulikani kama ni yeye mwenyewe ndo aliburuzi alianguka mgongoni, ila kwa jeraha hana jeraha na kusema kuna jeraha kubwa. Pembeni yake mmekuta yani hizo nguo zilikuwa sehemu gani? Nguo amezivua hapo pembeni na ndio hapo kwenye maji amelala hapo. Kitu kingine kilichokutu simu hamna wala kitambulisho hakuna. Okay, ni nguo peke yake. Ni nguo tu peke yake, jacket liko ndani ya maji, t-shirt iko ndani ya maji, suruali na viatu na boxer ndo ziko hapo pembeni. Ni sehemu kavu kabisa iko ni maji. Ila kama ni mchubuko tu nilikuwa nako na mgongo tu naona pale kuna kama mawe. Tunaambiwa alikuwa pia ni afisa usafirishaji, pikipiki yake iko wapi? Kwa sababu masuala ya pikipiki siwezi nikajua, ila mtoto wake mtoto wa ndugu yake naona yuko hapa ndo anasema aliibia sio pikipiki. Bana wewe nilikuwa baada ya kuwa na stress naona baada ya kuibia pikipiki. Nadhani na jana alifika kwa mtoto wa ndugu yake. Naona aliongea na mtoto wa ndugu yake akaomba 10,000 akaenda kaelekezwa akachukua 10,000. Alipochukua 10,000 ndio hiyo baada ya hapo kupatikana kwenye simu mpaka saa hizi. Ndio hiyo kijana aliompa 10,000 ambaye ni mtoto wa ndugu yake. Ndio anadai kwamba mlango na aliacha wazi baada ya kupata ile 10,000 na akawa kwenye simu hapatikani mpaka na leo, na ndio leo amemwona iko na eneo la tukio. Kuna kopo pale limeonekana na tumeuliza wakasema marehemu alikuwa na sumu pembeni. Inaweza kuwa kweli? Kopo limeonekana ndani ya maji. Okay. Sasa mpaka likapimwa na ijulikane na yeye alikunywa kweli, akapimwa, maana yake hawezi kusema kwamba alitumia, hawezi kujua. Okay. Ila kopo sumu limeonekana, kopo la sumu ndani ya maji na pia mpaka vipimo vikafanyika wajiridhisha kama ni kweli alikunywa. Kwa jina naitwa Omari Adam Bakari. Kwa cheo changu mimi ni mwenyekiti wa maafisa usafirishaji ndani ya huu mkoa wa Manyara. Leo tumekuja hapa baada ya kusikia kuna mtu ambaye kutambulika kwa awali mwanzoni kwamba tumekuja kumwangalia tukakuta ni mtu ambaye tunayemfahamu anaitwa Twaha Bakari, ambaye kwa taarifa tulikuwa tumepata aliuawa hizo za mwanzo. Lakini mimi mpaka sasa naomba nitoe taarifa ambayo ninaye mpaka sasa hivi kwamba kumbe Twaha kwa taarifa nilipata ndani ya familia
hakuuawa kwa ajili ya pikipiki ama kifo chake hakikutokana na kuuawa. Kifo chake kimetokana na taarifa ya mwanzo ambayo mimi naitoa na bado uchunguzi unaendelea. Pale pembeni tulikuta sumu, kwa lugha ya kitaalamu ni poison. Sumu hiyo ndio tutakayeanza kuichunguza na mwili wake utaenda kufanywa postmortem huko ndani ya hospitali ya wilaya Babati mjini na kugundulika ni kweli sasa kwamba ile sumu ndio iliyesababisha kifo chake kupatikana. Kwa hiyo ni waweke wazi tu wananchi wale ambao walikuwa wanaona kwamba tukio hili limetokana na mauaji, labda ameuawa pikipiki yake ikaenda. Hilo kwa upande wangu mimi mpaka sasa sio kweli, kwa sababu kuna taarifa pia tunazipata kwenye familia. Familia yake kuna mzazi wake mmoja ambaye alikuwa anasema tangu juzi alikuwa anafanya matisho kwamba mimi nitajiua mimi. Kwa hiyo hizo taarifa hizo tukizichanganya kwenye investigation pia upelelezi, tunaanza kupata vyanzo vizuri vya kifo chake. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna taarifa nyingine ambao sisi tutaiona hiyo ndo sahihi kuliko hii tuliyoitoa, mimi kama kiongozi mkuu tutakuja kuwapa na ili wananchi waweze kuelewa sasa ni nini kinachoendelea. Na kwa upande wa jeshi la polisi lina utaratibu wake wa kusema. Mimi sio msemaji wa jeshi la polisi. Mimi nimeisemea taasisi yangu ya transport officer, maafisa usafirishaji, ambao mimi ndo kiongozi mkuu. Maana yake hakuna kusema jambo lolote linalohusiana na masuala yote zaidi yangu mimi. Kwa hiyo mimi ndo nitakayesema, na huko polisi kuna msemaji wao wa polisi, nadhani msemaji wao wa polisi ni kamanda wa polisi wa mkoa wa Manyara, Sakap Makarani. Kwa hiyo huyo ndo atakayeenda kusema. Kwa hiyo lingine ni kwamba pikipiki yake kwanza iko wapi? Kwa pikipiki yake iko wapi? Marehemu ndo anajua mahali alipoacha pikipiki yake ni wapi, lakini taarifa tulizonazo hakuwa na pikipiki hiyo tangu siku ya juzi. Maana yake siku 3 huko nyuma alishaitolea taarifa familia yake. Yeye anavyosema kwenye familia ni kwamba pikipiki yake kuna mahali aliisahau. Sasa ni wapi ndo akumbuki. Ndio. Ni miongoni mwa watu wako ambao unaongoza kama ni afisa usafirishaji na yeye? Hapana, ni afisa usafirishaji ni kwa miaka isiyopungua zaidi ya miaka 6 au 5 mpaka 7 hivyo kwa makadirio, kwamba acha hiyo kazi ya usafirishaji na sasa ni mfanyakazi nadhani ama kibarua wa taasisi moja kubwa sana inaitwa World Division, ama taasisi hiyo ndani ina mambo mengi, na Vision Fund. Maana yake ndani ya World Division kuna kitu kinaitwa Vision Fund, maana yake kuna idara za mikopo humo ndani. Yeye alikuwa mfanyakazi wa Vision Fund, kwenye iko kitengo cha idara ya mikopo. Maana yake tulivyokuwa tunaamini sisi na kuwaona sisi, alikuwa akiwabeba hawa wadada ambao wanahusiana na hiyo taasisi ya ukopeshaji wa fedha. Kwa hiyo inawezekana kuna kitu behind ambacho kimepelekea yeye kujiua sasa. Yaani kama alikuwa anawaambia familia yake kwamba anaweza akajiua. Kila kitu kina sababu. Okay. Kwa hiyo familia, na tukiendelea kukaa na familia tutayajua mengi, kwa sababu hata haya baadhi niliyosema hapa nimeyapata pia ndani ya familia. Okay. Na mmegundua kuna chupa ya sumu karibu na mwili wa marehemu. Chupa hiyo ilikuwa mbali gani kutoka ulipokuwa mwili wa marehemu? Sikuwepo wakati hiyo chupa inachukuliwa. Kwa hiyo mimi nimepata maelezo kwamba kuna kitu hapa tumekipata eneo la tukio. Sasa umbali gani sikuona. Okay. Ndio. Lakini kumekuwa na hofu kwa maana matukio haya yanajitokeza mara kwa mara. Una neno gani sasa kwa maafisa usafirishaji na jamii kwa ujumla? Kwanza kabisa, hali iliyoko sasa hivi lazima kwa kila mtu imtishe, kwamba unasikia vijana wawili kama majuzi wameuawa kwa mara moja tu, pap, uhai umeenda, pikipiki pia zimeweza kwenda. Kwa hiyo hata wananchi wa kawaida ambao wanajishughulisha na hizi shughuli za usafirishaji lazima wawe na mashaka, lakini nawaahidi wananchi au nawaahidi kundi lenyewe hili ambalo linafanya kazi za usafirishaji, tutafuatilia kwa kina. Okay. Na nataka nitoe matamko ambayo ni magumu. Okay. Najiamini nikiwa nasema hivi, waliyefanya matendo hayo wajisalimishe haraka sana. Wasipoweza kujisalimisha,
wataona kitakachowakuta ni nini. Mimi nawaahidi nyie kama waandishi wa habari mlioko hapa, serikali na mkono mrefu, serikali inafanya kazi kwa feasibility study, upembuzi yakinifu zaidi, na nataka niwaambie kuwa wanafanya matukio hayo matukio hayawasaidii chochote kile. Matukio hayo zaidi ni hasara. Maana yake wanajua tu kabisa kwamba muuaji akikamatwa kwa mujibu wa sheria na yeye nitakiwa afanywe nini. Kwa hiyo mimi wito wangu, kama watu walikuwa na nia hovu hizi ambazo zinazoendelea, kiukweli waache mara moja, kwa sababu sio mambo mazuri. Kazi zipo nyingi. Kazi zipo nyingi, wafanye kazi ambazo kwa mujibu wa sheria ni halali. Hizi kazi za kutoa roho ya mtu, unatoa roho ya mtu, pikipiki kwa mfano ya shilingi 3 au 2,700,000 kwa bei ya sasa. Huyu muuaji anaenda kuuza hata shilingi 500,000. 500,000 kwa maisha ya sasa, ndani ya mwezi mmoja tu fedha inakuwa imeisha. Kwa hiyo maisha yako wewe yanakuwa ni ya kuua watu ili upate kuishi. Unaua watu kuishi, lakini kuna kazi ambazo wewe unaweza kupata hiyo fedha ndani ya mwezi mmoja. Wito wangu, waache hizo kazi mara moja ya kutoa roho za watu. Ni vitu ambavyo kiukweli kijamii havifai. Na kwa sababu wewe ajiulize, kama unaweza kumtoa mtu roho, hebu leo tumuulize, yeye ana uwezo wa kujikata hata kidole tu kikaondoka. Uchungu wa kutoa kidole, mtu aliyeuawa uchungu na kuaje. Lakini leo anaua vijana wadogo ambao walikuwa na ndoto katika maisha yao, katika kulea familia zao. Wengine wana wazazi ambao wanawahitaji, wengine wana watoto wadogo, wameacha watoto wadogo huko kwenye wake zao. Wanaacha hizo familia zinaendelea kuwalaani wauaji wa namna hii. Kwa hiyo mimi wito wangu pia waache. Yaani kama hujawahi kukamatwa, wewe acha huko. Kama unataka kujua ni nini kitakachoendelea, wewe endelea na hiyo tabia. Sisi kama government au kama mimi kama mdau wa serikali siwezi kukubaliana na vitu vya namna hiyo. Na nataka niwaambieni ule ukweli. Kutana na Afande OCD Babati, OCCID Babati. Vitendo hivi hatutaviruhusu viendelee. Pamoja na Afande RPC, hatuwezi kubali vitendo hivi vikaendelea kuwepo. Tunachotaka nchi ni ya amani, watu wafanye kazi kwa amani pia.